nzuri. Nazungumza mchezo dhidi ya Rayon Sport kabeba ubingwa. Mchezo dhidi ya Simba kabeba ubingwa. Mchezo dhidi ya Wilek wa Benguela wa kwanza kashinda tena goli nyingi tu ambazo namba advantage. Mchezo dhidi wa kwanza wa ligi dhidi ya Pamba goli nyingi, goli 3. Kwani shida iko wapi? Timu kutokuwa fomo kwenye kucheza. Hakuna ile formality ya kucheza alafu inapata matokeo. Shida inakuwa nini? Nafikiri kwa upande wa kocha Romain Folz inawezekana tafsiri yetu ya kuitazama Yanga inavyocheza na tafsiri ya kocha inaweza kuwa ni vitu tofauti. Kuna vitu ambavyo kocha yeye mwenyewe anaweza kawa na vitazama kwenye zile nyakati muhimu za mchezo akawa ameridhishwa na namna ambavyo timu yake inacheza. Kwa sababu kocha ili tuendelee kuhukumu, timu inabidi isiwe inatengeneza nafasi. Kwa upande wa kocha Romain Folz, timu yake imeonekana inatengeneza nafasi. Lakini katika zile nafasi zinazotengenezwa tayari kuna matumizi ya hizo nafasi. Unamzungumzia kocha ambaye amecheza mechi 3 za kimashindano, tukiachana na na zile 2 za tamasha, amefunga jumla ya goli 7 kwenye hiyo michezo. Kwa maana magoli 3 dhidi ya Wiliete Benguela ya Angola, lakini magoli 3 dhidi ya Pamba Jiji, goli 1 dhidi ya Simba Sports. Kwa hiyo kwenye takwimu unakuja kugundua kwamba ni kocha ambaye timu yake tayari imeonyesha mwanga wa kutumia nafasi zinazotengenezwa, lakini pia walau ina uwezo wa kupata, kwa mfano ukiweka kwenye renki, ina uwezo wa kupata walau magoli 2 kwenye kila mchezo. Hizo tayari ni takwimu ambazo zinampa matumaini yeye kama kocha. Lakini kwenye hiyo michezo ambayo kikosi kimecheza, tayari kimeondoka na clean sheet katika michezo yote. Tayari inaonyesha kwenye eneo zima la kiulinzi timu yake inafanya kazi nzuri. Tukija kwenye namna gani timu ambavyo inaweza ikashambulia, tukija kwenye nyakati muhimu sasa kwenye mchezo husika, mwalimu huwa anaiangalia timu yake katika kile ambacho amekielekeza kwenye mazoezi kwamba sisi tukipoteza mpira tutakuwa tunafanya nini, na tukiwa na tukirudisha mpira kwenye umiliki tutakuwa tunafanya nini. Inawezekana mwalimu yeye akaona hivyo vitu vinafanywa kwa ustadi mkubwa kwa namna ambavyo ameielekeza timu yake kwenye kiwanja cha mazoezi. Lakini pia tukirudi kwenye michezo kwa kutazama jicho la nje, kwenye michezo yote 3 ambayo Young Africans imecheza, ilikuwa ni michezo 3 ambayo ina mahitaji tofauti, lakini pia ni michezo 3 ambayo ilikuwa inakutengeneza kuelekea kwenye michezo mingine ambayo ulikuwa unaenda kuicheza. Tukianza na mchezo dhidi ya Simba, ni mchezo ambao ulikuwa ni wa kombe, kwamba Young Africans walikuwa wanahitaji kutetea taji la ngao ya jamii. Tukienda kutazama kikosi ambacho Romain Folz alianza nacho, unakuja kugundua alianza na wachezaji ambao tayari walikuwa wanajuana kwa maana toka msimu uliopita asilimia kubwa wote walikuwepo. Labda kwenye tukilifana mchezo wa mwisho ambao alimaliza na Simba, mtu pekee ambaye inawezekana hakuwepo alikuwa ni Azizi Andabwile ambaye alianza kwenye mchezo wa dabi. Tukija kwenye mchezo dhidi ya Wiliete Benguela ya Angola, unakuja kugundua ni mwalimu ambaye alifanya tena rotation, akiingiza baadhi ya wachezaji wapya kwenye ule mchezo kwa sababu ilikuwa ni mchezo wa kimashindano. Tukija kwenye mchezo wa jana dhidi ya Pamba Jiji, unakuja kugundua kwamba squad ambayo ameianzisha jana ni tofauti na michezo yote miwili ambayo amecheza. Tayari mwalimu kuna kitu anakitengeneza, kama ni mtu ambaye anaangalia mpira kwa jicho la tofauti. Mwalimu tayari anaanza kutengeneza combination za baadhi ya wachezaji kwenye michezo yake, lakini mwalimu anaanza kuwapa wachezaji wake michezo, ama anaanza kugawa dakika kwa wachezaji wake ili kuendelea kuwaona kama wanaweza kumpatia kile kitu kilicho bora. Kabla hujaendelea, amecheza game ngapi? Amecheza game 4. Game 3 za kimashindano. Game 3 official. Sawa, ambazo ukijumlisha na hiyo game moja inakuwa game 4. Game 5. Na ile ya Rayo. Kacheza game 4 mpaka sasa. Amecheza game 5 mpaka hivi sasa. Ambazo za kuonekana, ambazo zinaweza kumsababisha. Game 5 hazitoshi kutafuta baadhi ya position au kujua wapi ambako unakosea. Game 5 zenye mahitaji tofauti. Lakini pia game 5 kama kocha zina malengo tofauti. Kwa mfano mchezo wa jana anacheza mchezo siku ya Jumatano, wakati huo Jumamosi ukumbuke ana mchezo. Tayari kuna wachezaji ambao ni key players ambao timu inaundwa kupitia wao na ambao wanaweza wakakupatia matokeo mazuri kwenye mchezo muhimu zaidi. Unaweza kuwaweka bench. Kwa maana jana unaweza kuona anaanzia benchi Pacome Zouzoua, of course mimi nilimuelewa na nilitegemea hivyo. Anaanzia benchi mtu kama Prince Dube, nikamuelewa kwa upande wangu, na Azizi Andabwile naye ameanzia benchi, nikawa nimemuelewa, na Ibrahim Baka naye akaanzia benchi, nikawa nimemuelewa, kwa sababu anaelekea kwenye mchezo muhimu wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Hauwezi ukariski baadhi ya wachezaji wako na wakati na wachezaji wengine ambao unaweza ukawapa nafasi. Kwa ule mtaji ambao Yanga nao magoli na ile timu anacheza nyumbani bado. Mimi nafikiri imekaa hivyo.
kwa sababu tayari hata wale ambao wamewapa nafasi wamempatia. Of course Yanga angekuwa Yanga kwenye position ya Simba kashinda goli moja au Singida, hapo nasema hata Azam labda kashinda goli 2 hapo fresh. Yanga goli 3. Huu ni mpira wa miguu ambao matokeo ya mpira wa miguu huwa ni matokeo ya kushangaza. Yanaweza yakakuta lolote. Kwa hiyo kama mwalimu lazima utengeneze namna gani ya kuja kucheza na mchezo mwingine. Kwa hiyo unaweza ukagawa dakika kwa baadhi ya wachezaji. Kwa sababu Young Africans imesajili zaidi ya wachezaji 30. Yaani huwezi kila mchezo na wapanga kina Pakome, akina Dube, akina Mzize, na wakati timu ina wachezaji wengi. Kwa hiyo ni lazima walau kama kocha ndio kwanza huko kwenye mashindano, lazima uanze kugawa dakika kwa wachezaji wako ili uendelee kupatia kilicho bora. Na bado inawezekana Young Africans, inawezekana matarajio ya watu wengi, hata mimi pia nilikuwa nikitazama Young Africans za watu kama kina Gamunde, kina Sidi Ramovic, ya Miludi Hamdi ambaye ilimaliza ligi. Nikaitazama hii Young Africans ambayo imefanya sajili nyingi, nimesema sajili bora. Imemleta Musa Balakonte, imemleta Mohamed Dumbia, Mohamed Hussein, Ofen Chikola, Edmund Joni na wachezaji wengine ambao wamekuja kwenye kikosi. Imagination ya watu wengi ikawa ni kwamba inawezekana tukaje tukaiona miongoni mwa Young Africans bora sana kwenye uchezaji. Akina Lasine Kouma wamekuja, akina Celestine Ekua. Kwa ukiangalia watu waliokuja na wale waliokuepo, tayari waliokuepo walikuwa wanacheza vizuri. Na kuna watu wameongezwa, tayari kuna ubora ambao umeongezeka. Kwa hiyo imagination ya watu wengi kwa kwamba Young Africans inawezekana wakaja wakacheza vizuri. Lakini bado ni mapema sana kuweza kuiona Young Africans ambao pengine watu wengi tumeitegemea. Yes, kuna mtu anaweza akaja na fact ya kwamba msimu 2024 2025 Young Africans ilikuwa inabadili makocha, lakini bado iliendelea kucheza vizuri. Kumbuka wale makocha walikuwa wanabadilisha within ya league, yani wakati timu iko kwenye mashindano. Kwa hiyo ilikuwa wao wanapita kwenye ule mfumo ambao timu ilikuwa inacheza, isipokuwa walikuwa wanakuja kubadilisha vitu vichache kama fitness na namna ambavyo mnaweza mkareact kutokana na matokeo. Ushakusikia kocha anafukuzwa kwa sababu eti timu haichezi mpira mzuri na matokeo yanapatikana? Ushakusikia? Sijawahi kusikia. Kwa hiyo Yanga unaweza hiyo ipo. Walifanya kwa Zlatko Krumpotic. Timu ilikuwa inapata matokeo. Lakini timu ilikuwa inacheza vizuri. Hata kwa shida ni nini? Shida timu kwa alama 3. Kwa mwalimu Zaela timu ilikuwa icheze vizuri lakini ilikuwa inapata matokeo. Kwa Zaela alikuwa anapitia kitu gani? Na mwalimu alimaliza scenario ya Zaela alikuwa anapitia kitu. Na nakukumbusha. After hii scenario ya Yanga kulalamikiwa hachezi vizuri na anapata matokeo ipo kwao sana. Sawa. Simba kutokana na hizi scenario za kujenga kikosi Simba zungumzo. Ila kuna muda Simba pia anacheza vizuri na anapata matokeo. Na kukumbusha pia Simba kipindi cha Robertinho. Of course. Watu ameenda kucheza na Mtibwa sijui wapi Manungu kule sijui na Mungo wale. Amestruggle kupata matokeo, kapata matokeo dakika za jioni kabisa, lakini timu haichezi vizuri. Unakumbuka mwanzoni mwa msimu uliopita Miguel Gamondi jinsi alivyokuwa akishinda? Walikuwa wakisema hachezi vizuri. Na fitness ya wachezaji imeshuka. Young Africans wale kumleta Zlatko Krumpotic alishinda mechi zote za mwanzoni, lakini timu ilikuwa haichezi vizuri, wakamuondoa mwisho wa siku. Sasa inategemeana na idadi ya game. Kitu ambacho Falls kitamfunga au kitu ambacho Falls kinamfunga ni kwamba anarudia makosa yale kwenye kila game. Kwenye Falls amefanya makosa gani? Timu ndio hivyo, kwa sababu ndio maana nimesema tafsiri ya shabiki kusema timu haichezi vizuri na tafsiri ya coach inaweza kuwa ni vitu tofauti. Of course. Inawezekana sisi tunaangalia timu inavyopasiana, na inawezekana yeye anaangalia vitu vingine. Ila mimi nikiangalia Yanga ya kipindi cha kwanza jana ilikuwa ina matatizo. Pengine niweze nikaanalyze ili pengine mtu mwingine anielewe vizuri. Miongoni mwa matatizo ambayo Young Africans ilikuwa nayo ni pale ambapo wanatoka kwenye eneo lao la kiulinzi wakifika kwenye kiungo kuelekea kwenye eneo la kushambulia. Walikuwa hawana ukaribu ambao unaweza kuwasaidia wao kupiga pasi zisiingiliwe na mpinzani, kitu ambacho kilikuwa kinawapa wakati mzuri Pamba Jiji kipindi cha kuzuia. Watu kama kina James Mwashingo walikuwa wanafanya kazi nzuri, akina Kelvin Nation. Lakini Young Africans ya kipindi cha pili unakuja ugundua kwamba kocha Roman Falls aliliona hilo kwa wakati kipindi cha kwanza, labda ilipelekewa pia na wachezaji ambao hawajuani. Yaani Edmund Joni hamjui Boyeli anachezaje, akina Max hawajui, akina Lasine Kouma, akina Celestine Ekua, kwa sababu ndo wanakutana kwenye mechi ambazo pengine hazizidi 7 au 8, ndo kwanza wanaendelea kuzoeana. Kwa hiyo inawezekana ilikuwa ni matatizo ambayo yanasababishwa na upya wa wachezaji kwenye kikosi, lakini pia yanasababishwa na ugeni. Tumekubaliana partnership wa wachezaji wageni ni game ngapi?
Lakini sasa yani partnership ambayo ni ngeni kwenye eneo la midfield. Lakini sasa yani mimi sioni ugeni sehemu nyingine za Young African. Na hata eneo la katikati pia Young African kama wana mtaji mkubwa sana. Unaweza kumchezesha juu Kabuya, of course, of course. Ila kwa mfano mtu kama Dumbia tayari kashaji, yani kama anaanza kujipata vile. Aziz Ndambwile kama tayari kashajipata vile. Ila kocha anachotaka kuprove, hata kocha pia anaona maneno yenu kwenye mitandao ya kijamii juu ya ya nani anaitwa. Unajua sisi tunaweza tulikuwa tunaiangalia Young Africans kwa tofauti. Yani tunataka ile Young Africans ambayo ilikuwa labda ya Miludi Hamdi ya Ramovic icheze vile vile. Ubaya ni kwamba kocha wanafanya comparison. Anataka walau kila mchezaji apate nafasi, ampatie kile kilicho bora. Yani inawezekana kwa naam. Kabla hujaendelea, wewe ni mwalimu mpya, sawa? Kipindi Nasruddin Nabi ameondoka, sawa? Amekuja Miguel Gamondi, sio? Sahihi. Alikuta katika maeneo mengi hakuwa anafanya rotation mwanzoni. Alikuwa anatumia vile vile. Yani kipindi unapata matokeo na timu inacheza vizuri, mwalimu inabidi uanze kupita mule kwanza ili timu icheze vizuri. Na unajua ukitaka kutengeneza, kuna aina ya matches, sawa? Inabidi utengeneze falsafa zako. Lakini leo hii Romain Folz ameshaona katika eneo lake, sawa? Eneo la midfield nikimweka labda Ndambwile, let's say, na Lassine Kouma ita click. Ameshaona labda nikimweka Mudathir Yahya Bass na Aziz Ndambwile imesha click. Kwa nini usianze kutafuta aina ya special kitu kingine ambacho kitamfanya Musa naye awe anaingia taratibu kuliko wewe kuriski? Lina Kelvin Nation, Najim Musa mbele wale kwa miongoni mwa mafundi Kamara. Alafu bado wana James Mwashinga, miongoni mwa midfield bora sana. Nakumbuka wote wametoka kila na kina Azizi Ndambwile Mbeya kule. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza ukasifu mpango wa mwalimu Francis Baraza, namna ambavyo timu yake imecheza kipindi cha kwanza. Lakini miongoni mwa maeneo muhimu, timu unaweza kusema siku zote timu bora huwa inakuja inaonekana kwenye maeneo tunasema kwenye small details. Pale ambapo Young Africans walikuja kupata bao kwa mpira wa kutenga, hiyo inadhihirisha kwamba walishindwa kutengeneza nafasi na kupata bao kwenye open play mpaka kwenye mipira ya kutenga, ambao ni miongoni mwa sehemu katika mchezo wa mpira wa miguu ambazo huwa zinapatikana. Na wamepata bao dakika 45 za mwisho kabisa katika zile 5 za nyongeza. Hiyo inaonyesha kwamba inawezekana wachezaji wa Pamba Jiji walikuwa tayari wanawaza kwenda kupumzika, wametoka kwenye concentration, ndio maana wakaruhusu lile bao. Kwa hiyo mwisho siku kwenye kipindi cha kwanza tusifu pia mpango kazi wa mwalimu Francis Baraza, namna ambavyo alitengeneza timu yake. Na unajua jana nilizungumza kwamba walimu wa hizi timu za madaraja ya kati wao wanaweza wakawa wanatengeneza timu zao kuangalia ubora na udhaifu wa mpinzani. Ila hizi timu kwa mfano Young Africans, kocha Romain Folz inaweza kama anatengeneza timu yake kwa kujiangalia yeye mwenyewe kwa kile ambacho kilitokea kwenye mchezo uliopita bila kumwangalia mpinzani anacheza nini, kwa sababu yeye anaamini tayari yuko bora. Kwa hiyo mwalimu Francis Baraza inaonekana alifanikiwa sana kwa kusoma Young Africans. Lakini kipindi cha pili pia tusifu mpango kazi na substitution ambazo alizifanya Romain Folz. Umeona kipindi cha pili? Ili ndio Yanga ambayo na Yanga wanataka iwepo game ya pili. Ukiwa unazungumza hivyo Abu, Lissu amezungumza vizuri sana. Young Africans walishindwa kutengeneza nafasi first half kwenye opening play. Hiyo ndio shida ambayo ilionekana sio kwenye mechi moja. Of course. Yani tangu Romain Folz akijaribu kuswitch off, asipomweka labda Mohamed Dumbia ama Pacome Zouzoua, kuna namna ambavyo timu yake ina struggle kwenye kutengeneza nafasi. Maana yake basi msimu huu Young Africans bila ya Momo Dumbia watapata wakati mgumu sana kwenye kutengeneza nafasi. Kwa sababu imeshaonekana Celestine Ekua ni mzuri sana msimu, hata alivyokuwa ASEC Mimosas alikuwa anacheza as a number 10 kuna wakati na kama left wing. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mwalimu alijaribu kuona labda nisipomchezesha kwenye winga nikamchezesha as a number 10 Celestine Ekua, labda kuna kitu ambacho alikuwa ananipa, lakini alikuwa anafanya vitu kwa haraka sana. Yani yule naye ambiwe kuna kuwa na haraka na kuwa na malengo. Yule ana haraka na ana malengo. Of course. Final touch yake ni mbovu.
hajui hata kuna defenders ambao wanatandika reli. Mipira yake ile weakness yake ni haraka zake ambazo defender wanamuwini kwa sababu ana dribble, ana speed, alafu anatanguliza mpira ambao hana uhakika kuukuta. Of course. Hiyo ni miongoni mwa weakness kubwa ya angalia tackling ambayo alifanywa na Rushin Derek. Angalia tackling ambayo jana nadhani kwa ni defender wa Pamba wa mwisho Sebo Abdalla Sebo. Kamfanyia tackling rahisi sana. Paka wenzake wanashangaa, vipi tulia na mali. Wewe unayo. Unajua kufanya chochote. Na kwa Mohamed Dumbia, kwa kocha yeyote ambaye anataka timu yake iendelee kushinda, lazima wepo mtu ambaye anaweza kumbadilishia mazingira kwenye mchezo.